Maana yake chakula hakimo, si ndio? Ukiona mahali kanisa michango, changizo, maana yake watu hawatoi kwa uaminifu kwenye nyumba ya Mungu. Umeelewa? Let me tell you. Yaani kwa hivi tulivyo, Mungu anaamini kazi yoyote hapa kanisani sisi tunaimudu. Yaani tunaimudu pasipo kuhitaji msaada wa watu nje. Tunapoanza kuhitaji msaada wa watu nje, maana yake kuna kitu kinakosekana. Wakati tunaenda kuomba chakula kwenye nyumba za watu, maana yake ndani hakuna chakula. And that is an error. Ni makosa. Umeelewa ninachoongea? Ukiona inabidi tuweke mabango somewhere ya kuomba, jamani tunaomba mtuchangie. Kwa tafsiri rahisi, maana yake sisi hatufanyi kwa uaminifu. Baba, unamaanisha mimi ile 1000 yangu sitoi kwa uaminifu? Ndio. Maana yake kama ungekuwa unatoa kwa uaminifu, kusingekuwa na uhitaji uliopo. Hiyo 1000 yako inapokuja, kama imetolewa kwa moyo, ina uwezo wa kuclear mahitaji ndani ya kanisa, kwa sababu inabeba baraka. Kila seed iliyobeba baraka inaletaga maongezeko na inaita maongezeko. So utagundua wazi unapotoa ile 1000, Mungu anakubariki. Anapokubariki, biashara zinaongezeka. Zinapoongezeka, utoaji wako unaongezeka. So kwa nini unakuta sadaka zako haziongezeki? Kwa sababu hata utoaji wako hauongezeki. Mungu anapokuongeza, amekutesti, amekuongeza, wewe uongezeki. Uko pale pale. Uko pale pale. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya, Mungu ana advocate cheerful giving. Utoe kwa furaha. Utoe kwa kupenda. Hata zaka, toa kwa furaha. Tena toa kwa kuongeza. Mungu medai fungu la 10. Mimi ni cheerful giver. Takupa fungu la 12. So when you advance, Mungu naye ana advance kwenye finance zako. Kwa sababu unatoa kwa ukarimu, na yeye anakupa kwa nini? Kwa ukarimu. Angalia hapa hapo. Tumeenda mstari wa 7. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoae kwa moyo mkunjufu. Mstari wa 8. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema. Wakina nani? Wanaotoa kwa moyo mkunjufu. Anaweza kuwajaza neema ya kibiashara, anaweza kukujaza neema ya kisiasa, anaweza kukujaza neema za kila namna. Why? Because of your giving. So when you see a church is not giving, utaona ili kanisa linatuma. Kanisa lisilotoa linatuma, linasinya. Sio linasinya tu kwa namna ya mwili, linasinya mpaka katika ulimwengu wa roho. Utaona even your prayer, when you pray, maombi yako hayaendi. Kwa nini? Kwa sababu remember, tutakuja kuangalia baadaye, mbingu zina tabia kufunguka wakati mtu ametoa zaka. Mungu alipotoa zaka ya mtoto wake, unajua ili naomba nirudi kuelekeza kitu kimoja ambacho kitakusaidia. Kwenye Agano la Kale, Adam alikula zaka. Ili Adam arudishiwe Eden, ilibidi Adam wa pili aje awe zaka. Anasema, unaongea nini? Mbembela, unaongea nini? Hebu sema amena. Yeah. So nampendaga mwalimu akasema, anasema wanaulizana, Mwakaseke unaongea nini? Nauliza, unaulizana Mbembela unaongea nini? Naomba tuangalie kitabu cha Mwanzo. Sema amen. Maandiko yanasema Adam wa kwanza alikula nini? Forbidden tree. Mti uliokatazwa. Alikula zaka ya miti yote, yeye akaila. Mungu alipotaka kurudisha, ilibidi arudishe mti ambao utakuja kukatwa, ambao ni Yesu Kristo, ili tena atuzae kwenye utele. Mmenielewa ninachoongea? Mungu ilibidi amtoe mwanae ndani kuoneshe kwa nini mbingu zilifunguka wakati Yesu anabatizwa. Yesu alipokuwa anabatizwa, maandiko yanasema mbingu zilifanya nini? Zilikuwa zinafunguka kwa sababu zaka imekubaliwa. Na aliyeitoa ile zaka alikuwa ni Yohana. Nyie mnaelewa ninachoongea? Mnaelewa ninachoongea? Lazima awepo kuhani atakayetoa. Na kumbuka, kuhani lazima atoke kwenye kabila la Lawi. Yohana Mbatizaji alitoka kwenye kabila la nini?
la Lawi. Yohana Mbatizaji ndiye ambaye anapokea dhabihu na sadaka kutoka kwa Mungu. Mmenielewa ninachoongea? Kwa sababu kwenye principle ya Biblia anayetakiwa kupokea zaka na dhabihu ni nani? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Mtu wa kwanza kuipokea hiyo dhabihu alikuwa ni nani? Yohana. Na alipoipokea maandiko yanasema mbingu zikafanyaje? Nyie mnanielewa ninachoongea au naongea mambo magumu? Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? At this time Yohana anatoa zaka. Kwa sababu hii ni zaka. Yesu alikuwa ni nani? Alikuwa mwana, tena mwana pekee. Adam wa kwanza amekula mti uliokatazwa. Inabidi Mungu aupande mti mwingine. Mungu anaupanda mti ambao tena utakatwa ili kulipia deni la Eden, ili Eden irudi. Unapoitafuta mbinguni, sisi mbinguni tulikuwa tujapangiwa kwa mambo ya kwenda mbinguni, yalikuwa hayapo. Kwani eti kwenye kitabu cha Mwanzo maandiko yanasema sisi tutakiwa kwenda mbinguni? Hamna. Mungu alikuwa ameprogram maisha yetu kwamba yawe ni tukiwa duniani. Then mtu mmoja akapiga tunda. Unajua alikula tunda, sema tunda. Tunda hivyo hivyo. Nyie mnanielewa? Nimeongea vitu vinaeleweka. Now Mungu alikuwa wa kwanza kutoa. Wa kwanza kufanya nini? Na nikuelekeze ukarimu wa Mungu ulivyo. Alitoa akiwa nacho kimoja. Akusubiri akiwa nao watoto watatu au watoto wanne. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. So Mungu anatupa example of giving. How to give cheerful. Baba unajua mimi ndio hela yangu hii ya kula, sina hela nyingine. Do you know my son, I need that money. I want it. Sawa. You give it out to the Lord. Unapotoa kwa Bwana, then anasema yeye. Twende kwenye huo mstari. Kwa nani? Na Mungu aweza kuwajaza kila neema. Sema kila neema. Just mention. Chochote unachokitamani kimefungwa kwenye neema fulani. Chochote unachokitaka, biashara kubwa unayoitaka ni grace. Kuna grace that is available for that business. Kuna grace that is available for marriage. Kuna grace that is available for politician. So you miss that grace because you don't give cheerfully. Manake nina vitu vingi na ninambania Mungu. Na kuna mtu anafikiri kwamba unamnyima Mungu. Umnyimi Mungu, unajinyima neema. Kila wakati unapojibania kutoa kwa uaminifu, unajibania wewe neema. Unajua namkomesha pastor. Umkomeshi pastor. Unajua kanisa litaona na acha stoi zaka. Sio ameniuzi. Stoi zaka. Unikomeshi wala listen to me. Kanisa litaenda, Mungu ata raise watu ambao ni bora kuliko wewe and they will give it to him. Na wakati wanatoa, Mungu atawafanya wastawi kwa sababu Mungu analiangalia neno. Haangalii pastor kwanza, analiangalia neno ili alitimize. Kwa sababu mimi nawapenda wanaotoa kwa moyo mkunjufu. Mungu aweza kuwajaza kila neema ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna. Sema riziki za kila namna. Kuna riziki zinaitwa magari. Kuna riziki zinaitwa chakula. Kuna riziki zinaitwa nyumba. Kuna riziki zinaitwa viwanja. Kuna riziki za aina mbalimbali. Anasema ukiwa na hizi riziki za kila namna kutokana na neema mbalimbali, anasema mpate kuzidi sana katika tendo jema ili mzidi kutoa. Kijana wangu mmoja akaja akasema, baba mimi nimetoa kiwanja changu. Kiwanja kipo kule, kitakuwa cha kanisa. Kama mtakuuza kiuze, cha kanisa. Ni riziki. Sema riziki. Na Mungu ana uwezo wa kufungua riziki of the same kind. Riziki of the same what? Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tunaona watu walileta utajiri wao, mali zao, viwanja vyao kwa ajili ya Bwana. Walitoa kwa ukarimu. How many people understand what I'm saying? Now, the Bible try to tell us when you are giving cheerfully, anasema kitu moja ambacho kitatokea, anasema atakufungulia milango
na atakufungulia neema. Atakufungulia nini? Neema. Nenda kwenye mstari wa 11. Na ruka mstari wa 10, wa 9, 10, tuna wa 11. Anasema mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Nyie mnaelewa anachoongea hapa? Anasema kwa sababu hiyo ya namna mnavyotoa kwa ukarimu, anasema mkitajirishwa. Utatajirishwa kwenye viwanja, utatajirishwa kwenye you must learn how to give cheerfully. Nikisema one day tutakuwa na magari yatakuwa mengi. Nikisema one day tutakuwa na manyumba, unajua kila sign moja hapa kwamba nitakuwa na nyumba na watoto wengi nyumbani. Kwa sababu even the house that I'm living now is not enough even for me. Nyumba imekuwa kama store. Kila mahali ni store. Ukienda chumbani ni store. Vyumba vyote vimegeuka kuwa kama store. Watu kama wanalala kwenye store kwa sababu nyumba imejaa watu, nyumba imejaa mizigo. Alafu anakuja anapaliza anasema mkitajirishwa. The sign kwamba Mungu anataka kutajirishe, atakuwa na demand ulichonacho kwa wingi. Ukiona kitu ulichonacho God doesn't demand it, ni sign of poverty. One of the greatest sign of poverty ni wakati kile ambacho unacho Mungu akihitaji. Wakati kile ulichonacho Mungu anataka kukitumia, maana yake you are rich. Maana yake niko tayari kukutajirisha. Mkitajirishwa katika vitu vyote, vitu vingapi? Sema vyote. Mpate kuwa na ukarimu wote. Maana yake kwa kila ambavyo unakuwa unatajirishwa, anasema uongeze ukarimu. Anasema ukarimu unampatia Mungu shukrani. Anasema ukarimu wote umpatia Mungu shukrani kwa kazi yetu. So kwa kadri ambavyo unaleta kwenye nyumba ya Mungu, sisi tunasema asante Yesu. Asante Yesu. Kwa hiyo wakati unasema umeleta zaka, unajua anayesema asante Yesu nani? Ni mimi. Wakati naona vitu vinaletwa, vinanunuliwa, vifaa vya kanisa, niwaambie ukweli, hapa tunahitaji a lot of things. Na wewe ni shahidi. A lot of money ili mambo yaende. A lot. Sasa manake tukiongeza ukarimu, Mungu anaenda kutujaza. Wangapi wananielewa ninachoongea? Sema amen kama unanielewa. Kwa hiyo nataka ufahamu kitu kimoja, utoaji wa sadaka kwa sio wa sadaka. Utoaji wa sadaka lazima uwe kwa namna ya ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba 3, utoaji wa agano jipya lazima uwe na imani. Lazima uwe na imani. You must have faith in God. Sometimes unajua natoa, nataka wiki hii zidishwe. Isipozidishwa sitoi tena. Give it out of your faith. Kuna mtu anatoa sasa toa utabarikiwa. Asipobarikiwa wiki hii anaanza mimi sitoi tena. Kwa nini? Nilipotoa mbona sikubarikiwa? Ulinipa mimi au ulimpa Mungu? When you give to the Lord and give it with faith. Toa kwa imani. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Now let us go kwenye kitu kingine hapa nikuoneshe. Yesu Kristo alikuwa serious na swala la utoaji, kiasi kwamba Yesu alikuwa na uwezo wa kusimama na kuchungulia kwenye kapu la sadaka. Wangapi wanajua Yesu alikuwa serious? Unajua leo ningekuwa mtu anatoa sadaka afu na hesabu ametoa 1000, 2000, 3000, ningesema baba anapenda hela. Ila Yesu alikuwa na uwezo wa kusimama anachungulia kapu la sadaka. Angalia kitabu cha Marko sura ya 12 mstari wa 41. Naye akaketi kulielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa. Watiavyo manini? Nyie mnaelewa? Sema mapesa. Sema mapesa. Katika sanduku matajiri wengi wakatia mengi. Sema matajiri wengi wakatia mengi. Wengine wakatia milioni, wengine 500,000, wengine 200,000. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti 2, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake, akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane, maana Yesu alikuwa na hesabu. Amekaa pale anafanya nini?
Yesu naye alikuwa ni kama mkorofi. Anafanya nini? Kama manake kama mtu wa kwanza ambaye alikuwa anajali sadaka ni Yesu. Sio tu Mungu wa mbinguni. Yesu alipokuja alikuwa anajali nini? Aya, angalia. Anamalizia akasema hivi. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amini nawaambia huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi. Walitia mali ya makombo. Kutoka kwenye milioni wakatoa 5,000. Na pastor akasema leo tumehesabu sadaka nyingi sana. Shingapi? 5,000. Na hiyo 5,000 kumbe ni makombo ya tajiri mmoja. Sitaki mtu yote atoe makombo hapa ndani kwa jina la Yesu. And I'm very serious about it. When you are coming to this altar, give it with your heart. Amen. Unapokuwa unaanza kuhusu Jumapili, jipange kwamba God, I'm going at church. Nataka nikutolee. Nikakutolee nini? Amen. Alafu njoo umtolee kwa ukarimu. Maana wanasema wakamtolea makombo yao. Matajiri wakampa makombo yao. Maana wote walitia mali iliyowazidi. Maanake mfano mtu ana gunia 50 zimejaa kwenye store. Hasa kuna kagunia kamoja kamekaa pale nje, ndege wanakula kula. Hebu naomba nifungie haka tunaenda kanisani tukampe pastor. Ndivyo ilivyokuwa. Walileta mali iliyowazidi. Mali wasio na kazi nayo. Unajua Yesu naye anapenda kitu ulicho na kazi nacho ndio ukitoe. Yule mjane Elia anasemaje? Nifanyie mimi kwanza. Hicho ambacho unasema ukale ili ufe, nifanyie mimi kwanza na hautakufa. Maana yake kile ambacho kinaweza kaiponya biashara yako, kaiponya ndoa yako, bring it. Bring it. Ule muda mzuri wa ibada, bring it. Anasema bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyonavyo. Ndiyo riziki yake yote pia. Ndiyo riziki. Maana yake alitoa mpaka hela ya mboga. Kuna kitu kimoja nilikuwa nakitafakari asubuhi wakati nasoma hii mistari. Nilitafakari kitu kimoja. Huyu mwanamke alikuwa ni tajiri rohoni, aliye na hali ya umaskini nje. Umeelewa? Na matajiri walioonekana matajiri mwilini walikuwa ni maskini sana rohoni, ila walikuwa na fedha. Maana yake pesa zao zilikuwa hazina mizizi. Kwa namna rahisi huyu mwanamke baada ya hii ibada alikuwa amebarikiwa. Atuone story yake tena. Mahali ametajwa yule maskini. Maana yake at this time Jesus released the blessing. Wangapi ananielewa ninachoongea? Hakuna mtu aliyetoa kwa ukarimu Mungu alimwacha kuwa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii story inapatikana pia Luka 1:21 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Luka 21 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umuhimu wa zaka. Tuende kwa haraka. Umuhimu wa zaka. Jambo la kwanza, zaka inakupa mamlaka juu ya uzao wako wote. Zaka inakupa mamlaka juu ya uzao wako wote. Tithing give you generational authority. Give you generational authority. Maana yake you can control your generation. Unaweza ukakontrol uzao wako. Unaweza ukakontrol mtoto aliye tumboni mwako aweje, awe nani, awe namna gani, aishije, from this angle of tithing. Waebrania 7 mstari wa 9. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Hata Lawi alikuwa wapi? Kwenye viuno vyake. Ibrahim anatoa tithe. Wakati ule alikuwa ana control DNA yake iweje. Maandiko yanasema from that angle alitengeneza makuhani. Alipotoa tithe alitengeneza makuhani. So unaweza kukuta familia, kwa nini familia ina machangudoa wengi? Angalia baba wa nyumba, angalia mama wa nyumba, walikuwa wamnyini mpaka wa zaka kwa Bwana. So watoto wote shetani amewaiba. Kwa nini amewaiba? Amewaiba watoto wote unless neema ya Mungu ingilie kati.
anawaiba watoto wote, kwa sababu hakuna kitu ambacho kina govern uzao wake. Kwa hiyo Mungu anapotaka kutengeneza government kupitia uzao wako, invite kwenye utoaji wa zaka. Come and give it to me, give me tithe. Anasema when you give me this, anasema nitaweka roho ya ukuhani, roho ya kunicha mimi ndani ya watoto wako. Maana yake roho ya kumcha Mungu ilikuwa inakuwa represented na familia ya Lawi. Tunaona hata baadaye kutokea hapa, Yohana Mbatizaji anayetokea kwenye kabila la Lawi ndiye ambaye anamuasha Yesu kwenye greatness. Anamtangulia Yesu mbele. Nyinyi mnanielewa ninachoongea? Ila kumbuka, aliyetengeneza hii njia alikuwa ni nani? Ibrahim. Na kwa njia gani alitengeneza huyu mtu ambaye atakuja kumsimamia Yesu? Kwa njia ya zaka. So imagine Yohana Mbatizaji alikuwa kwenye viuno vya Yesu. Unapozungumzia Lawi unazungumzia kabila. Na Yohana ni kabila la nini? La Lawi. Anakuja kwenye uzao wa Lawi kusimamia neno la Yesu. Anakuja kupokea zaka. Hii zaka aliyotoa ni nani? Baba. Na maandiko yanasema yeye hakutoa kwa namna ya kawaida, alitoa vyote alivyonavyo. Vyote. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, alitoa beyond zaka. Alitoa vyote. Kati ya vyote alivyonavyo, alikuwa na mtoto wake wa pekee. He gave him to the world. Mnaelewa anachoongea? Na kwa kufanya hivyo, listen to me, ametoa zaka, ametupata mimi na wewe. Do you understand now? Mnanielewa ninachoongea? Baada ya kutoa Yesu, generations zimeokolewa. So unaweza ukatoa zaka sasa hivi, you are saving your generation. Kuna watoto wako kwenye miaka 400 ijayo, hujui watakuwa wapi. Zaka yako. And that's why nimekuambia zaka ni spiritual. Zaka sio kitu cha mwilini. Kama Mungu anasema mnaniibia zaka, Mungu ni roho, anachukuaje zaka? Zaka ni kwa ajili ya nini? Zaka ni kitu ambacho kinampa authority Mungu kwenye uzao wako. Kinampa Mungu authority juu ya maisha yako. You don't know about tomorrow. You don't know about your business. Kesho itakuwaje? But when you give tithe, msaidie mtoto. When you give tithe, unapotoa unakuwa na authority. Sema amen. Sema amen. Unapotoa unakuwa na nini? Na authority. So I want to have authority over my future business. Give tithe. Una save baadaye. Watoto wangu hawatakuwa maskini, ukoo wangu hautakuwa maskini, wajukuu zangu hawatakuwa maskini. Hakuna mtoto wangu atakayekuwa wa hovyo. Through tithe. Through what? Sema tithe. Sema tithe. Maandiko yanasema Ibrahim alipokuwa anatoa, maandiko yanasema hata Lawi ni mtoto wa Yakobo. Maana yake ni mtoto ni mjukuu wake, ni kitukuu chake. Anataka kitukuu changu kilichokuwa kwenye viuno na chenye kilitoa. Alafu na Yohana baadaye amekuwa reserved, amekuwa consecrated. Anakuwa consecrated by the tithe of Ibrahim. Wangapi wamenielewa? Kuna kiti chako kiko mbele miaka 10 ijayo, miaka 5 ijayo, miaka 3 ijayo. Nikwambie ukweli, unapotoa tithe, you preserve your throne. Mungu hawezi akakupa kiti na ujinga ulionao wa kutokumpa mamlaka na kuitambua mamlaka yake. When you give to him, you recognize his authority. God, you are the one who gave me this office. Now, I honor you with my tithe. When you honor God with your tithe, kitu kinachotokea ni hiki. Mungu anaenda kustep in that office, ana declare promotion. This person must be promoted. So imagine mtu ameingia ndani ya miezi 3 kwa sababu ni mwaminifu kwenye tithe, anakuwa promoted. Miezi 6 baadaye anakuwa promoted. Mwaka mmoja baadaye. Kila ukiona delay kwenye eneo fulani, maana yake kuna kitu ambacho Mungu ameshindwa kuwa involved kwenye hilo eneo. Wangapi wananielewa ninachoongea? Sema dominion. Sema dominion. Sema dominion. Wakati unatoa tithe, you tell God, take over my family, take over my business, take charge over everything that I have.
Leo unaingia ofisini, kesho unafukuzwa, kesho unaambiwa kazi hamna, kesho unaambia no, that is not your portion when you are giving tithe. Na sio unatoa tithe leo, kesho unaacha. Baada ya miezi mitatu unatoa. Sometimes I look to my people and ask God, je, wao watoto wanakujua? Help me to teach them. Kwa sababu sometimes kuna vitu unaviona and you know, hao watoto wangu hawatoi zaka. Na ni very dangerous when you are not giving tithe. Na imagine Mungu anavyodai, leteni zaka kamili. Sio unipe 50. Leta zaka kamili. I'm not God. He's the one who crying for it. Is the one who asking for it. Leteni zaka. I gave you money. Where is my money? God is asking, where is my money? Umeniibia zaka na dhabihu. Wangapi wananielewa? Sometimes unafundisha vitu kama hivi ni vigumu kwa sababu watu wengi huwa wanapenda maisha ya kunyoka miguu hivi. Mimi nasoma chuo, natoaje zaka? Toa zaka. Ukimaliza chuo kuna maisha huko mtaani. Kwani yeye Mungu hajui kama mimi niko chuo? Hajui. Hajui kama mimi na njaa? Hajui. Sawa mama. Endelea kula. Endelea kula kitambi kiote. Make sure kitambi kimeota. Tukutane kwenye maisha. Baba, naomba uniombee kazi. Utatembea na vyeti. Unazunguka huku na huku kwa endi. Unatembea unasema, "Wewe mjinga wewe." Unakumbuka ulipokuwa unaniibia? Umevunja ukaniibia mimi. Nyo, kapana nielewa ninachoongea. I want to preserve my generation. Nataka nijifunze kwa Ibrahim. Ibrahim ana preserve generation yake by the means of tithe. Ibrahim alikuwa ni spiritual sniper. Alikuwa na uwezo wa kuona vitu tokea mbali. Anaachilia mshale wake. So imagine anapima miaka mingi ijayo mpaka Kristo amemtolea Yohana zaka. Spiritual sniper. Na ameshamuandaa mtu kutoka kwenye uzao wake ambaye atasimama kama kuhani kwa ajili ya kumuasha Jesus kwenye greatness. Kwa njia ya nini? Unajua wewe kwenye uzao wako unaweza kuzaa president from the loins. Wewe uko ndani huko. Sema mimi nimetunza wakuu ndani. Sema mimi nitakapofyatua vitoto na fyatua matajiri wa dunia. Na fyatua watu watakaotoa majibu kwenye dunia yao. Sema sitafyatua mazezeta. Sitafyatua hasara ya dunia. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Yes, but the best way to preserve it, manipulate your generation through tithe. Unajua hii ni sheria. Wanaozungumzia sheria waache. Now, sisi tunazungumza kama watu wa rohoni. Mungu anataka anipe dominion. Mti usile. Nataka nikupe viti baadaye, nikupe viti kwenye serikali, nikupe viti kwenye utumishi. Kuna watoto wako watazaliwa watakuwa ni wainjilisti wakubwa kwenye nchi. Now, unafikiri watakuwa prepared kwa namna gani? So you prepare your generation through your tithe. Imagine tithe has got capacity to prepare your generation. When you are crying, God arabashite kepa rusa kaparakata, watoto wangu watalindwa na Bwana. Shekete. Baada ya pale Mungu anasema tithe. Anadai zaka eti. Umemaliza pale zaka. Asa seal your prayer. Tia muhuri maombi yako. Hii era yote hii asa mpumbavu wewe. Utaweza kuwa na dominion kwenye vitu vyangu hivi vyote? Utajiri wangu wote huu. Kama unashindwa kumpa Mungu milioni 1 sasa hivi wakati ukiwa nazo, can you do more than that? Try me. Namwambiaga Mungu try me. Chumbani. Try me. Sometimes I cry, God try me. Eti unakutana na mtu Facebook anachezea hela, anafanya hivi. Alafu mimi nikiangalia makanisa huko, yani Mungu wangu, try me. Try me. Try me with that man. Sometimes tell God, try me. Try me. Uone ile kanisa kama mimi peke yangu sijajenga. Me alone. Me alone. Try me.
Wewe ni kipi Mungu atakujaribu? Kama hela tu ukipata 50,000 unahesabia huko. Unatoa buku. Katikati unatoa buku. Wangapi wananielewa ninachoongea? Sema amen. Anasema tena yaweza kusema ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokea sehemu ya 10, alitoa sehemu ya 10. Kwa njia ya nani? Watoto wako wataanza kujifunza kutoa zaka kutoka kwenye viuno vyako. Si watajifunza na mchungaji. Sometimes unakutana na kitoto kipishi kutoa, kigumu kutoa, kumbe babako na mamako hawajui kutoa hata zaka. Ni wabishi. Yaani unakuta zaka. Baba, siwezi kutoa. Check your father. Na nikwambie ukweli, mtu yote ambaye ni mchoyo kutoa zaka, angalia baba zake. But you can make a choice to change your generation. Mimi na uzao wangu sitaishia alipoishia baba yangu. Unajua Ibrahim akwenda akuishia umbali alioishia babake. He went far. Alimwacha Tera mbali, yeye akaenda mbali zaidi. Unataka kwenda mbali kwenye uchumi, unataka kwenda mbali kifedha, unataka kwenda mbali kwenye ndoa yako, unataka kwenda mbali kwenye destiny yako. Sometimes kuna vitu havionekani sasa hivi. Do it now. Try him now. Wangapi wamenelewa hiyo point? Kwa hiyo tithe inakupa mamlaka. Fungu la 10 linakupa mamlaka juu ya uzao wako. Linakupa authority kwenye familia yako. Namba 2, inafungua milango. Leteni zaka kamili gharani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha. Tithe open divine portal. Tithe open financial divine portals. Kuna madirisha ya kimbingu, ya kifedha, yanayotakiwa kufunguka. They cannot be open if you don't give tithe. So Mungu anataka madirisha yafunguke upya. Ile mbingu ambayo ilikuwa wazi wakati wa Eden, tunaona malaika walikuwa wanapanda wanashuka, wanapanda na kushuka. Shetani, maandiko yanasema wakati alikuwa ni kerubi afunikae, anang'aa, anapendeza. Alikuwa yeye anapita kwenye mawe ya moto katika Eden. Now sasa mbingu zimefungwa. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Wakati mbingu zimefungwa, Mungu anatafuta how to open the heavens again. Anasema the best way that I can do to open these heavens, anamtuma mwanae. So the first day, Lawi ambaye ni Yohana anaipokea dhabihu kutoka kwa Mungu. Maandiko yanasemaje? Mbingu zilikaa kimya? Maandiko yanasema mbingu zikafunguka. Zilipofunguka, Mungu anatangaza kama huyu ndiye, kwa mara ya kwanza announcement inatoka mbinguni, huyu ndiye mwanae. Wakati mbingu zimefanya nini? So zaka ina capacity ya kukufungulia milango ya kutangazwa kwako. So kuna windows ambazo waga zinakuja kufunguka. Kuna madirisha yanakuja kufunguka. Listen, kila dirisha la kiroho linapokuwa linafunguka, kuna mtu anatangazwa. Na huyu ni mtu ambaye ametimiza mambo yanayopasa in the spirit ili kupokea announcement. Na ndio maana shetani anapotaka kumtangaza mtu, ana demand sacrifice, ana demand dhabihu, ana demand kafara. Kwa nini watu wanatoa kafara? Wanataka ukienda kwenye biashara, ukiona biashara yake hivi, wewe unavutwa kwenye biashara yake. Umeelewa ninachoongea? Maana yake katika ulimwengu wa roho kuna dirisha linafunguka ambalo linafungua certain spirits, linafungua baadhi ya roho. Alafu hizo roho zina precede ile biashara. Unaanza kumwona mtu anaanza kupop, ni maarufu. Toka lini? Alitoa kafara. Kuna spirit imetokea, ile spirit inaanza kumtangaza. Ile spirit inaanza kumannounce. Then Mungu anapotaka kumannounce mtu, anaanza kudemand, leteni zaka. Kwa sababu at this moment nataka kufungua madirisha. Then Mungu alipotoa for the first time, anatoa kwa ulimwengu. Anatoa Yesu kama dhabihu. Akati ametoa, Lawi ambaye ni Yohana ameipokea, ghafla mbingu zikafunguka. Kwa sababu anayetakiwa kupokea fungu la 10 ni nani? Ni Lawi. Anayetakiwa kupokea dhabihu ni nani? Ni Lawi. Amepokea mbingu. Nyamna nielewa ninachoongea?
Sema amen kama unanielewa. Kuna vitu ambavyo nakufundisha right now ni vitu ambavyo vitabadilisha kabisa maisha yako. Vitabadilisha kabisa uzao wako wote. Utakuwa the best if you follow what I'm teaching. You'll be the best. Best. Unapata 1,000, give him what is his. Mpe cha kwake. Mwambie mzee, I will not touch. I will not touch. Maandiko nasemaje? Nami nitawafungulia madirisha ya mbinguni. Alafu ndafanyaje? Nitawamwagieni baraka. Jambo la 3. Tithe inaleta umwagiko wa baraka. Kuna mvua zinaitwa mvua za baraka. An outpouring of blessing. Amen. Now, when God wants to pour out his blessing, an advocate, bring your tithe. Bring your tithe. Bring your tithe. Nami nitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Sema kuwamwagieni. Kuna kupewa baraka na kumwagiwa baraka. I will shower you with the blessings. Maros kebrahades. And I will pour you out a blessing. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Maana this time you want to advance in a certain level. You need the blessing. Unapotaka kwenda kwenye level fulani ya maisha, you need the blessing. Mungu akitaka kukupeleka mbali zaidi anakuletea utele wa baraka. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Kwa hiyo tunaona fungu la 10 linaleta umwagiko wa baraka kwenye ofisi. Umwagiko wa baraka ni promotion after promotion. Promotion after promotion, elevation after elevation. In ministry, elevation after elevation. These things become possible to a person who is a good tither. Sema amen kama unanielewa. Lakini namba 4, neema ya utele inakuja kutoka kwenye zaka. Nami mnijaribu. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hata isiwepo nini? Sema nafasi ya kutosha. Sema nafasi ya kutosha. Sema isiwepo nafasi ya kutosha. Kwa tafsiri rahisi, manake this time Mungu ametengeneza crisis ya ghala la kuhifadhia baraka zako. Manake this time nina crisis ya store. Nina crisis ya wapi niweke bidhaa zangu. Duka limejaa. Ofisini kila siku napandishwa vyeo. Kila siku ninapewa posho. Posho after posho. Posho after posho. And when God gives me these stuffs, I give him tithe. He gives me, I give him tithe. Anaponiongeza na mimi namuongezea kama anavyoniongeza. The problem is when God increase you and you are not doing anything for him. It is the problem. It is what? The problem. Anasema ukinipa zaka nitakutengenezea tatizo chanya. Ili tatizo anasema ni tatizo litakalotokana na uhaba wa nafasi ya mifugo yako. Amen. Amen. Mimi nafuga tumifugo tuchache. Tumifugo twangu sasa hivi hatuna nafasi. Nina crisis ya mahali pa kuweka mifugo yangu. Now, that is how God does things. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Mifugo ina banana, sehemu haitoshi. Why? God has showered me with a blessing. Kila kitu kina baraka yake. Kila kitu kina nini? Ni mapenzi ya Mungu ya kwamba Mungu akujaze baraka mpaka isiwepo nafasi. Ukitaka kujua ya kwamba kuna vitu vimekosekana kwako, angalia hata nyumbani kwako. Once you are missing something, very very small things, vinakuonesha how empty you are in the spirit. When you tithe, you will never lack anything. Mnanielewa ninachoongea? Maandiko yanasema nitawafungulia madirisha ya mbinguni isiwepo nafasi ya kutosha au la. Namba 5.
kwa zaka. Zaka ina nguvu ya kumkemea adui anayekula na kuharibu. Adui anayekula na kuharibu ofisi yako, anayekula na kuharibu ndoa yako, anayekula na kuharibu biashara zako, anayekula na kuharibu huduma yako. Anasema mstari wa 11, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi. Hataharibu mazao ya ardhi. Wala mzabibu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. So nahitaji kuhama level za kusumbuliwa na watu, kusumbuliwa na nguvu za giza, kusumbuliwa na watu ambao kila siku wananipangia visa na wananishinda. Anasema give tithe. Anasema utakapotoa tithe, anasema nitamkemea yeye alaye, anayetaka kuja kula afya yako ili unaenda hospitalini kila siku. So ukiona magonjwa ya mara kwa mara ni dalili ya kwamba you're not tithing well. God, I don't want this. You don't want that? Start tithing. Kwa sababu kuna adui anakuja ale pesa zako. Kwa sababu lengo la shetani ni akutoe Eden. Anakulazimisha kula hiyo tithe. Ukishakula unatolewa Eden yako. Unaanza kula kwa jasho. Ili upate milioni 1, unafanya kazi we, unalima we, unafanya we vibarua, unaomba kazi, ili upate milioni. That is the sign of curse. Ni alama ya laana. Sasa nami nitamkemea yeye alaye, anayeharibu mazao yenu, mazao ya biashara yenu. Umepata milioni, shetani anataka upeleke hospitali. Anasema nami nitamkemea yeye alaye. Amen. Piga kelele, sema amen. Hakuna yeyote atakayekula, hakuna shetani atakayekula maisha yako, atakayekula kiroho chako. Sometimes kiroho chako kinashambuliwa na mbumburi. I don't know if you know mbumburi. Mbumburi wale wadudu wanaokula kwenye mahindi wanaitwaje wale? Kila watu wanaitwaje kwenu? Piga kelele kila mtu nisikie. Wow, kumbe kila mahali ni mbumburi. Wanaitwaje? Dumuzi. Oho. Sisi kwetu tunatambua ni mbumburi. Sema mbumburi. Anasema nitamkemea mbumburi wa biashara yako. Nitamkemea mbumburi wa mahusiano yako. Kila siku unaanza mahusiano yanakatika. Yanakatika. Kuna mtu anakuja anakula pale. Anasema nitamkemea yeye alaye, hata haribu mazao ya mzabibu wako. Wakati wa mzabibu wako umefika wakula matunda, unakuta mambumburi yako pale. Nyinyi mnanielewa ninachoongea? Piga kelele, sema amen kama unanielewa. Amen. Angalia jambo la 6 sasa. La 6. Now, Mungu anakupa neema ya kwenda na wakati. Anakupa neema ya kwenda na wakati. So you will harvest blessings in the due time. Kuna watu vitu ambavyo vilitakiwa wavipate mwaka jana wanavipata mwaka kesho. Great mistake. Great error. Umeelewa ninachoongea? Mavazi ambayo utakiwa uvae mwaka huu, wenzako yameshapitwa na fashion, wewe ndo unakuletea. Sikatai kuvaa mtumba. Sikatai. Wangapi tu wamenielewa? Lakini ni mapenzi ya Mungu uvae nguo mpya. Wangapi wanaelewa? Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Mungu anapenda kila kitu uwe unakivuna kwa wakati. Biashara unaipata kwa wakati. Wangapi wananielewa? Unafanikiwa kwa wakati. Nikikwambia unatakiwa kuwa ukiwa na miaka 26 kama kijana wa kiume, ni wakati ambao unapaswa kuvuna angalau mdada mmoja kwenye shamba la Bwana. Ukamweka kwenye nyumba yako, akaendelea kufaa kwa matumizi na kwa ajili ya kazi ya ufalme wa Bwana. Kila mwenye akili na aseme amen. Sio vibaya kwenda kuvuna kwenye shamba la babako, na unatakiwa kuvuna kwa wakati. Ni hatari ukiwa na miaka 35 ndio unaenda kuoa. Kwa nini?
Shetani anakuchelewesha, you are not tithing. A good tither anaoa kwa wakati. Sema amen. Sema amen. Ukijiona unachelewa kuoa, check your tithe. Ukiona unachelewa kuoa, angalia unatoa fungu la 10. Fungu la 10 linakusaidia kuyapata mavuno kwa wakati. Linakusaidia biashara zako kustawi kwa wakati. Tupungiane mkono namna hii. Twende tena namna hii. Twende tena namna hii. Twende tena namna hii. Tena namna hii. Tena namna hii. Sema haleluya. Na nimefundisha hivi taratibu ili uelewe tu. Najua limetubariki kwa jina la Yesu. Amen. Baraka ya 7. Mstari wa 12. Na mataifa yote watawaiteni heri. Watawaiteni heri. Maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Sema amen. Sema mimi kwa fungu la 10 Mungu ananipa neema ya kuwa wa kimataifa. Manake utakuwa na dominion. You will never have dominion in this life if you don't give your tithe. Na mataifa yote, manake watawaona, yatawaiteni heri. Hayatawaita heri wakati hajawaona. Kenya watawaita heri. Amerika watawaita heri. Next year nitakuwa na movement za kutembea kwenye mataifa ya watu. Because I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. That word shake a name is not just a name. It is our calling to the world. Wewe kaga wewe unatushangaa, unafikiri kwamba tunacheza. Sisi ni world shakers. Ukimwona Neema anasema najisikia appetite ya kuwa interpreter. Yaani kwa nini wewe ndio kutafsiria wazungu wakati nakupeleka tu mwanangu, wala usijali. Just relax, enjoy, learn. Huwezi jua labda makani safari na hizi zitakuanzia na wewe. Huwezi jua. Kila mwenye mwili apige kelele aseme amen. Kila mwenye mwili apige kelele aseme haleluya. Sema I'm international. Sema mimi ni wa kimataifa. When you give your tithe, you announce yourself to the nations. Na mataifa yote watawaiteni kuwa ni heri. Makabila yote yatawaiteni kuwa ninyi nini? Tenda Kenya sana, this guy is blessed. You look like you are not Tanzanian. So, wow. Are you Nigerian? I said no, I'm not Nigerian. I'm a Tanzanian. Oh wow, God bless you. Amen. Amen. The way you behave, the way you talk, the way you do things, the way you dress, then once a person sees you, anakucategorize to that dimension. Menelewa nachongea. So when we dress nicely with my wife, that is an indicator of an international figure. We are not just a local figures, we are international figure. And that is a grace that we carry once we tithe. So I'm trying to open up your mind so as you can understand that who you are. Hata naongea Kiingereza, it is the greatest sign kuonesha kwamba you are an international. Usiyejua Kiingereza piga kelele haleluya. Usiyejua Kiingereza piga kelele haleluya. Awa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. God bless you. Amen.